Israel imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran, ikiwemo kuua viongozi waandamizi wa kijeshi na wataalamu wa nyuklia. Mashambulizi haya yaliyojumuisha zaidi ya ndege 200 za kivita yalilenga vituo vya nyuklia na maeneo ya kijeshi na kusababisha vifo vya makamanda muhimu wa Irani. Meja Jenerali Hussein Salami, kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu IRGC. Salami alikuwa na ushawishi mkubwa katika sera za kijeshi za Irani na alikuwa miongoni mwa viongozi waandamizi waliouawa katika mashambulizi haya. Meja Jenerali Mohammad Bagheri, mkuu wa maafisa wa jeshi la Irani, ingawa Irani ilikanusha kifo chake, ripoti kutoka shirika la ulinzi la Israel zinasema kuwa aliuawa katika mashambulizi haya. Meja Jenerali Gholam al-Rashidi, kamanda makao makuu Katamal Anbia, aliuawa pia na alikuwa miongoni mwa wakamanda waandamizi ambao wameuawa katika mashambulizi haya. Freddoud Abbas Davan, mtaalamu wa nyuklia na aliyekuwa mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Irani. Abbas Davan aliuawa katika mashambulizi haya. Mohammad Mehdi Tanharaj, mtaalamu wa nyuklia na rais wa chuo kikuu cha Shahidi Bahishit, aliuawa na alikuwa miongoni mwa wataalamu wa nyuklia ambao wameuawa katika mashambulizi haya. Ali Shamkhani, mshauri wa kiongozi mkuu wa Ayatollah Ali Khamenei na mjumbe wa baraza la uamuzi la ustamilivu, alijeruhiwa katika mashambulizi haya na alifariki dunia baadaye hospitalini. Mashambulizi haya yamezua wasiwasi mkubwa wa kimataifa. Irani imeapa kulipiza kisasi na tayari imeanzisha mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani kuelekea Israel. Nchi mbalimbali ikiwa ni pamoja na Uingereza, Japan, Saudi Arabia zimehimiza pande zote mbili kuepuka mivutano zaidi. Hata hivyo, Marekani kupitia waziri wa mambo ya nje Marco Rubio imesema kuwa Israel ilifanya mashambulizi haya bila msaada wa kijeshi kutoka Marekani. Mashambulizi haya yameathiri masoko ya mafuta ambapo bei ya mafuta Brent imepanda kwa zaidi ya 8% kutokana na hofu ya mivutano zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mashambulizi haya pia ni hatua kubwa katika mivutano ya muda mrefu kati ya Israel na Irani. Vifo vya viongozi waandamizi wa Irani vimeongeza hali ya wasiwasi, huenda vikachochea mivutano zaidi katika eneo hilo. Dunia inasubiri kwa hamu kuona hatua zitakazochukuliwa kwa pande zote na athari zitakazojitokeza katika siku zijazo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.